asikia. Kambi la mfano la watoto 2025. Mungu pamoja nasi, patakatifu na huduma zake. Mimi ni Mariam Samo, mkurugenzi wa Watoto Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Hapa tuko Ititi, mahali ambapo tumefanya kambi la mfano. Kambi la mfano maana yake nini? Ni kuonyesha makambi ya watoto yanavyopaswa kuwa. Katika union yetu, makambi ya watoto yatafanyika wakati wa likizo, watoto wakiwa likizo. Na muundo wa makambi yetu yatafanyika kufuatana na madarasa yetu kama yalivyo ya shule ya Sabato. Kwa hiyo tuna madarasa ya 0 mpaka miezi 12, tuna darasa mwaka 1 mpaka miaka 3, miaka 4 mpaka 6, miaka 7 mpaka 9, miaka 10 mpaka 12 na miaka 13 mpaka 14. Hayo madarasa yanajitegemea, yana walimu wao na yana masomo yao yanayoandaliwa kufuatana na umri vile watoto wanavyojifunza. Na hapa tuko katika darasa la miaka 0 mpaka miezi 12. Hili darasa lina pia wamama wajawazito. Wanakaribishwa wazazi wote na watoto wa umri huo wajifunze kulingana na umri wao na uelewa wao na vile wanavyojifunza. Unajua hilo darasa limepambwa vizuri kwa sababu watoto wa darasa hili wanajifunza zaidi kwa kuona, kwa kusikia, kwa kunusa, kwa kugusa kupitia milango 5 ya fahamu. Ndio maana darasa linavutia kiasi hiki. Ninawakaribisha wote muanze kufuatilia programu hii tangu mwanzo wake. Tunachotegemea vile mnavyofanya leo ndivyo mtakavyofanya mwezi wa 6 wakati wa makambi ya watoto makanisani. Tunawakaribisha mtazame, mfuatilie mwanzo mpaka mwisho ili huko kanisani mtumie mfano huu. Ndio maana ni kambi la mfano. Naongea na bibi kwa simu, kwa simu, kwa simu. Naongea na bibi kwa simu, najua asikia. Naongea na Yesu kwa ombi, kwa ombi, kwa ombi. Naongea na Yesu kwa ombi, najua asikia. Karibuni kabisa katika darasa hii nzuri ya miezi 0 mpaka 12. Kama unavyosikia nyuma yangu kuna kelele nzuri ya watoto ambao wanamsifu Mungu kwa sauti zao waliopewa na Mungu. Hapa ni darasa ya watoto ambayo ni wadogo, wanatumia sikio, wanatumia macho, wanatumia pua kuweza kuelewa somo. Ndio maana nimebeba huyu doli mkubwa hapa kuwaonyesha mfano. Nyuma yangu hapa kuna wazazi, kila moja amebeba mtoto. Wengine wanatabasamu, wengine wanakula. Yote haya ni kuonyesha jinsi kazi inavyofanyika katika hii darasa. Darasa hii tunakuwa na vielelezo vingi kwa sababu watoto wanapenda kujifunza kwa kuona. Na sio hiyo tu, pembeni pale kuna magodoro na tayari kuna watoto wameshalala, wametulia kabisa wakiwa katika shule yao darasa lao la 0 mpaka miezi 12. Na usisahau kuna kundi maalum, kundi tunayopenda sana ya wamama wajawazito wakishika tumbo zao. Shikeni tumbo zenu mama zetu, wakiwa wanalea watoto wao wakisikia habari za Mungu. Hamna umri ambaye mtoto hawezi kuelewa upendo wa Mungu. Watoto wanatoa sadaka, watoto wanajifunza kuimba, watoto wanajifunza habari za Yesu. Kwa kweli usikose kuja katika kambi ya mwaka 2025. Napiga magoti, nashusha mikono, uso na inama, macho nafunga, nitakaa kimya kimya, ombi likimalizika,
Katika darasa hii tunakuwa na watoto wazuri kama hapa. Nina rafiki yangu anaitwa Priela. Priela na mimi tunaenda kuwaonyesha vifaa ambayo tunatumia katika darasa letu. Hapa katika darasa yetu kuna vifaa kama maua. Priela, unaona kama maua hizi watoto wakiona wanaelewa vizuri zaidi. Tuna vifaa kama hii hapa moyo. Tunapoimba wimbo zetu za moyo, tunawapa watoto wanashika. Vifaa vinazidi kuwa za ubunifu. Walimu walikuwa ubunifu, tumetengeneza na vitu vya kupigia Mungu muziki safi ili Bwana Yesu apewe sifa. Sio tu kama hii, kuna vitu simple kama hii. Huhitaji hela nyingi kuleta furaha ulimwenguni. Kama hii tunafanya hivi na watoto wanampigia muziki Mungu wetu aliye juu mbinguni. Priela amefurahi. Unaona umri hii kila kitu kinakaa mdomoni, lakini anaelewa kuwa hii ni ua ambayo Mungu ametupatia. Kama tunavyokuwa na watoto, lazima tuwe na usafi. Unaona ameshaweka mdomoni, vitu vyote lazima viwe safi. Hao watoto ni wepesi wa kupata ugonjwa, ni wepesi wa kuambukizana. Tuwe tunasafisha darasa letu kila wakati ili tuwe na afya bora. Sadaka yangu naileta kwa Yesu, kwa Yesu. Sadaka yangu naileta kwa Yesu wangu. Hii ni darasa ya miezi 0 mpaka 12. Imepambwa vizuri ikiwa inaweza kuvutia watoto wadogo kama hao. Ukiaona kanzia ukuta wa kule, tunaona wanyama wengi sana ambao wanatukuza Mungu. Tunaona matunda na matunda zaidi. Watoto wakiangalia hivi wanaelewa. Hapa tunaangalia vipepeo vinavyoruka. Kuna nyota, kuna mwezi vinameremeta. Kwa kweli watoto wanafurahia. Hivi hapa chini kuna nini? Hamjaona jamani? Kuna godoro na kuna mtoto amelala, yupo salama, amelala vizuri. Tutembee tena kidogo katika darasa letu. Tunazidi kuona picha mbalimbali. Sasa nimekutana na kundi la watoto wazuri. Nyuma yao mapicha yamejaa yakionyesha ukuu na upendo wa Mungu, wanyama wa mbalimbali, maua yanayovutia, na tusisahau mwezi na jua, na zaidi tena wanyama na matunda. Hivi juu hapa kuna nini? Kuna balloon jamani. Watoto pia wanafurahia. Darasa hii inavutia. Hapa kuna kitu kama kitenga. Tunaweka vitu vyetu, kama tuna yale maua tunayapandikiza humu, yanakaa. Watoto wanafurahi. Ni nyepesi, haivunjiki. Mtoto akiweka mdomoni hata haisumbui. Katika darasa yetu mazingira lazima yawe mazuri ya kuvutia ili watoto waweze kupata usikilivu. Napiga magoti, nashusha mikono, uso nainama, macho nafunga, nitakaa kimya kimya, ombi likinena. Mungu asante, umetufundisha watoto, tulinde tena. Amina. Amina.